Ya MC Pilipili ni ndugu na MC Garabi ni ndugu na rafiki, na kama mnavyofahamu kwamba ni watu ambao wana inspire vijana wengi kwa vipaji ambavyo Mungu amewapatia. Kwa namna yoyote tunaweza kukutana kama ambavyo tumekutana, na pamoja na vipaji vingi ambavyo MC Pilipili alikuwa amejaliwa, moja wapo ilikuwa ni cha utumishi pia kwa namna yake. Ukija kwenye swala la Mungu alikuwa yuko serious, na nakumbuka kauli zake ambazo alikuwa anazungumza mara nyingi. Kama tukisha maliza huduma tumekaa, anaambia kwamba namuomba Mungu kwamba nisije nikakuzoea, kwa maana kwamba alikuwa anaheshimu madhabahu, anaheshimu watumishi wa Mungu, anamheshimu Mungu. MC Pilipili mara mwisho kukutana naye ilikuwa ni kabla ya uchaguzi, kwamba ile kuzungumza moja kwa moja. Sisi sote tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi yako mambo yalipita hapo katikati. Kulikuwa na majukumu mengi sana hapa katikati, kwa hiyo hata kushika simu ilikuwa ni shida. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo ilibidi mimi nikafungue simu zangu. Sasa nilivyofungua simu nikakuta Jumapili saa 12:28 alinitumia message. Anaambia ni baba kuhani, niko safarini naelekea Dodoma kwa ajili ya event ambayo inafanyika kule, ambayo ilitakiwa ifanyike kabla ya uchaguzi, lakini kukatokea mambo mengine pale pamoja na uchaguzi, kwa hiyo ikasogezwa. Kwa hiyo leo ndio imepangwa na mimi ndio ninaenda kuisimamia. Kwa hiyo cha ajabu nilichoshangaa sana, akituma anaweza akatuma salamu au kama kuna kitu anataka kukuambia, lakini siku hiyo alinitumia maombi. Yaani kama ninakuombea unapokwenda kusimama, Mungu ajidhihirishe kwa namna ambayo ni ya pekee. Yaani ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kabisa. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa ananiaga.